ويجوز للنساء الطواف من وراء الرجال من غير مخالطة. na hapa pale ni muhimu sana. Yajuzu kwa wanawake kutufu lakini nyuma ya wanaume bila ya kutangamana na wanaume katika tawaf. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin alikuwa kitufu katika al-Kaaba akiwa yuko mbali kama mfano wa kizuizi baina yake na wanaume, yuko mbali na wanaume, hatangamani na wao. Kinyume na ilivyo leo, wengi katika wanawake husongamana haswa na wanaume, na labaya zaidi husongamana katika kulazimisha kubusu hajarul aswad waume kwa wake. Na namna watu wanavyoumizana katika sehemu kama ile, na baadhi ya wao kuwaudhi wengine, hata usiulizie hilo, maana limepita mipaka. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. أم سلمة radhiyallahu anha ummul mu'minin asema alimshtakia mtume za sallama kuwa yuaumwa, ni mgonjwa yeye. Faqala tufi min wara'i an-nas wa anti rakiba, tufu lakini ukiwa mbali na watu, ukiwa nyuma ya wanaume, ukiwa juu ya kipando. Hivi ndivyo alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume na leo namna ilivyo. الشيخ فركوس اسمه قلت: والمرأة اليوم تجاوزت مخالطة الرجال إلى مزاحمتهم عند الحجر الأسود والركن اليماني حتى انكشفت عورتها. leo wanawake wamepita hata hii kutangamana na waume ni sahali, wamefikia mpaka kusongamana na wanaume katika al-hajar al-aswad na ruknu al-yamani, mpaka kufikia aura ya baadhi ya wanawake kuonekana kwa ajili ya mambo kama haya. Mwingine akavutwa mtandio wake wa kichwani akabakia nywele wazi, wengine ikatokea makubwa zaidi kuliko hayo. Na haya ni mambo yatakikana wafundishwe, hasa upande wa akina mama. Tuache yale mambo ya kusikiza majirani na kupenda kujionyesha. Ili jambo liko, msiba huko upande wa kina mama, wapenda sana kujionyesha. La kushangaza, waweza kumwona mwanamke hakuvaa kisheria, akiamrishwa kuvaa kisheria iwasema la muhimu ni moyo wako uwe msafi, uwe mwema katika moyo wako, si mandhari. Wengi wazungumza hivyo, sio nataka kuonyesha mgongano katika maneno yao, lakini akikaa mbele ya kioo hivi aweza chukua jisali zima kufanya ghushi pale na tadlis. Mwanamke sura zake tofauti, lakini siku ya harusi akaonekana tofauti. Mbona ukusema bora usafi wa moyo? Pale pia ungesema usafi wa moyo mbora. Usiku mwanamume akimuona masha Allah, akimuona ni amira, usema princess. Asubuhi akiamka abdu, si yule aliyemuona usiku. Tofauti tadlis wanazozifanya. Mbona ukusema hapa si usafi ni wa moyo? Wengi wao hawafuati sheria kwa sababu ambazo hazieleweki kabisa, hazina msingi wa sheria. Sasa wacha kupenda sifa ya kuonekana na kujulikana. Ukaona jirani yako amekuja, mimi mmeigusa al-Kaaba, wewe rohoni wasema mimi nitakuonyesha, nitashika hajarul aswad nije nikwambie. Kisha aende akirudi, kila anayekuja kumtembelea nyumbani, basi na mimi niligusa hajarul aswad. Kila anayekuja kumtembelea, mfano ametoka katika ibada zake za umra mahaji, ataambiwa visa kama hivyo. Lakini maskini asifahamu yule mwanamke, badala ya kupata thawabu ampata nini? Dhambi. Amekwenda kujibebea mizigo ya madhambi, na sallallahu alaihi wasallam.
sio wote wanaotufu pale ni watu wa kheri, yataka ufahamu hivi. Kuna baadhi ya wanaume wal billah hufuata haswa wale wanawake nyuma yao. Haya ni mambo yajulikana. Kwa hiyo kaa mbali wewe na wanaume, usisababishe fitna katika sehemu takatifu tukufu kama ile. Na haya mambo tutayazungumza wazi kwa sababu yatokea na watu washayaona, na wengine washalalamika kina mama kwa mimi nimepatwa na kadha, nimepatikana na kadha, nimepatikana na kadha. Kwa hivyo watu wajiepushe na jambo hili. Walau iqtadat binisa'i salaf lakana khayran laha, lau kama mwanamke angewaiga wanawake wa wale wema waliotangulia ingekuwa ni khairi na yeye. Kuna baadhi ya makosa ambayo hufanywa na baadhi ya mahujjaj na mu'tamirin katika sehemu ya tawaf. Kabla ya kumalizia tuyagusie. La kwanza, la yajuzu lilhaji au almu'tamir fi tawafihi an yuzahima an-nas lima fihi min al-adhiyati wad-darar. Haijuzu kwa mwenye kufanya haji au umra katika tawafu yake awe atasongamana na watu, kwa sababu ndani ya ule msongamano kuna udhia na madhara ya kumdhuru muislamu mwenzako. Wa dhahabi al-khushu' wa ta'abbud, msongamano huondoa khushu', ikawa huna khushu' katika ibada. Na kweli wewe angalia tu huku, angalia huku, angalia kule. Na kuna baadhi ya nchi huwafundishwa haswa wale wanaofanya haji na umra kuwa mtu akikaribia mpige kisukusuku. Nafikiri mshaona hii. Kama ushawahi kutufu pale ukapatana na watu wa nchi fulani, ukikaribia tu wasikia tena mwanamke kinyanya hivi. Kuna nchi nyingine wanawake wao hawanoni, wamekonda hivi, ana kisukusuku huyo kisukusuku hivi, wewe mwenyewe utakaa kando. Sasa utashindana na mwanamke akufanyia hivi. Hataki kutaja nchi za watu, lakini watu washaelewa. Unga kisukusuku hivi, yule usione ati ameitunga pale, yule ameambiwa kule atokako. Tembeeni pamoja, akikaribia mtu tu pale kwenye ile safu yenu, piga kisukusuku hivi, atakaa kando. Sasa utabaki wewe wacheka tu saingine. Sasa umama nikitaka kumkamua huyu hapa sitakuwa balaa. Sasa haya makosa kuwaudhi waislamu yapelekea kuondoa khushu'. Mtu ajisi tena yuko katika ibada. Waqad yasil ila hadd al-laghwi wal-jidal wal-muqatala. Wallahi haya tushaona yafikia wakati watu wafanya mambo ya upuzi na kuzungumza upuzi, mpaka watu wafanya mijadala pale na kujadiliana, na wengine wapigana haswa ngumi, watu wapigana katika tawafu. Kwa nini? Pengine yule mtu wamuona labda ankufanyia kusudi, amekufinya kabisa, vipi ukigeuka na yeye akugeukia. Haya ndani ya haram kwenye al-Kaaba watu wakawa waminyana, wapigana. Na haya yafanyika sana. Yataka subra anayekwenda kufanya ibada hii, awe na subra, ajue kule enda kukutana na watu wa kila aina kutoka kila nchi. Kuna jambo ambalo kwako wewe ni baya mtu akilifanya, kwa mwingine aona sawa tu, yaona kawaida tu, hakuna chochote. Watu hukosa subra katika mambo madogo sana, ikawa itasababisha mtu kuharibu ibada yake. Watu wafanye subra. Na hili neno la subra narejelea kwa sababu katika ibada hizi watu hukosa subra. Ni mahali pahitaji usubiri sana. Kama kuna mahali wapimwa subra yako ni katika ibada ya haji na umra, pale wapimwa subra yako ilivyo. والمعلوم أن الاستلام والإشارة مستحبان والإيذاء محرم، فلا يجوز فعل المحرم لتحصيل المستحب. jambo la julikana kwa kugusa hajarul aswad, ukalibusu au ukalibusa kwa mkono au ukaishiria kwa mfano, ni mambo yanayopendekezwa wala sio wajibu. Na kumuudhi muislamu ni haramu,
kwa hivyo haijuzu kufanya haramu kwa ajili ya kupata jambo la kupendekezwa. kosa lingine, wala yajuzu an ya'taqida anna likulli shawtin du'aan khassan, haijuzu kuitakidi kuwa kila mzunguko una dua yake khasa. illa ma sahha an Abdullah ibn as-Sa'ib radiyallahu anhu qala, isipokuwa hadithi iliyosihi kutoka sahaba Abdullah ibn Sa'ib asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu baina ar-ruknayn, nimemsikia Mtume sallallahu akisema baina ya nguzo mbili, yani ar-rukn al-yamani na al-hajar al-aswad, akisema rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. jambo la tatu, wala yajuzu wala haijuzu an yarfa'a sawtahu, kunyanyua mtu sauti yake katika ibada, lima fihi min at-tashwishi 'ala al-akharin, wawaletea tashwishi wengine. wala an yad'u bid-du'a jama'iyyan idh la yushra'u fi adh-dhikr al-ijtima' 'alayhi bi sawtin wahid, wala haijuzu pia katika dua kuomba dua ya pamoja pamoja, kwani haijuzu katika dhikr watu kusoma kwa jamai kwa sauti moja katika ibada hizi, hakuna maana. rabbi fili wengine wengine rabbi fili wali walidayya rabbana atina, hizi ndo mtaziona nyingi kweli kweli. mmoja mbele ameshika spika kubwa ile asoma rabbana, wewe utaketi pale hata ujielewe wazungumza nini, yuwakuchanganya katika ibada yako mpaka ujitenge na wao yani. Na hao wako wengi sana, wengi ambao hutembea kwa pamoja na wengine wanahazza, yani sauti za juu sana, haswa katika sa'i. Hapo ndio utaona watu wanajisauti ya kisawasawa, rabbana alafu sasa wasikia wafanya makosa. Sasa inna safa wal marwa yasomwa katika nini ya kwanza peke yake, watu wakoenda marwa sasa inna safa waitikia tumizuka huko nyuma, wal marwa yote inaitwa nini? Ujinga, yote ni ujinga. Kisha mtu hataki kuambiwa kuwa hapa unachokifanya makosa, nataka awachwe tu. Yeye akifika kule tena akipanda inna safa waitikia inna safa wal marwa min sha'airillah, waitikia min sha'air, hivyo hivyo. Wakitoka wakirudi tena safa mara ya pili inna safa, nani aliwaambia ibada hizo zafanywa hivi? nani aliyofundisha ibada zafanywa hivi? lakinahu aljahl, nasallallahu alafiyata wassalam. haya ni makosa wawafanyia tashwishi waislamu wenzako, hawawezi kufanya adhiya zao na adhkar zao kwa makini ikiwa utafanya haya. kwa hivyo soma hapa kabla hujaondoka, soma. ikiwa kuna adhiya hifadhi, huwezi kuhifadhi, andika, hakuna aibu, andika kwenye kitabu kidogo, au tembea na kitabu cha haji na umra, tembea nacho. ukifika mahali utakana usome kitu pale juu, umefika kama safa, fungua, soma kwa makini kando, bila kumsumbua mtu. wala yasihu an yatufa min dakhili alhijr, kuna kile kikuta ambacho kiko mbele ya Kaaba kidogo hivi, mkiona sio kama semicircle, ile sehemu ni katika al-Kaaba, ndani katika al-Kaaba. na kisa chake ni maarufa kwa Makuraish walikosa nafaka ya halal ya kumalizia al-Kaaba, wakaweka alama pale. sasa ukipitia pale katikati, wewe haujamaliza mzunguko wako, lazima upitie kwa nje, ingawa hii si sana kutokea. ولا يجوز أن يستلم إلا الركنين اليمانيين ولا يستلم الركنين الشاميين، na haijuzu kushika nguzo mbili za Sham, zile ambazo zinaelekea Sham, bali zinazoguswa ni nguzo mbili za Yaman, ambao ni Hajarul Aswad na ile Rukn al-Yamani, kwa sababu hizo nguzo mbili zimeelekea Yaman.
hizi peke yake ndio zaguswa, ama nyingine haijuzu. Na mtu akizigusa taabudan lillah, ajikaribisha kwa Allah kwa kugusa nguzo zile, atakuwa ameingia kwenye nini? Bid'a, uzushi katika dini. Sasa kuna na wale ambao watakaguse ukuta tu. Sasa mimi nagusa ukuta tu, ndio nini? Yale mawe tu gusa. Hakuyagusa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema ni ibada hii yafanywa. Ibn Umar radhiyallahu anhuma sema لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. sikumuona Mtume sallam akigusa chochote katika al-Kaaba isipokuwa nguzo mbili za Yaman, ar-rukn al-yamani na al-hajar al-aswad pekee yake. Ili limeeleweka hili, muhimu sana lieleweke ili mtu asipate tabu katika ibada yake. ولا يجوز لحائض أن تطوف بالبيت ولا عريان. haijuzu kwa mwanamke aliye katika ada ya mwezi kutufu katika al-Kaaba, wala mtu aliyeuchi ambaye hakujistiri. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. fanya katika haji yako mwanamke kama anavyofanya mtu yote anayefanya haji ukiwa katika ada yako, isipokuwa tawaf. Tawaf atasubiri mpaka tahirike, kisha ndio atafanya nini? Atatufu. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. hatufu katika, asitufu katika al-Kaaba mtu aliyeuchi. Na hapa katika kugusa hizi nguzo mbili, wengi sana hupata shida kwa kulazimisha lile jambo, na ni jambo la kupendekezwa wala sio la wajibu. Na wako watu nishawahi kuona ni mpaka kufikia kuzirai kwa sababu ana lazima aguse al-Kaaba. Na kuna wengine wasema nikitufu kwa mbali naona kamba sikutufu. Kuna watu wana vituko. Mimi najua, nishasikia mtu akisema naona kama ambaye sikutufu mimi, kwa hivyo nataka niwe pale pale katika lile zahma. Si lazima uwe kwenye zahma ndio isabiki umetufu, bali kila ukitufu mbali na zahma ndio wazidi kupata utulivu katika nini? Katika ibada yako. Hili ni jambo ambalo ni lazima lizingatiwe. Kuna visa vingi vya kueleza vinavyotokea katika sehemu kama ile, lakini wewe ukienda pia utapata visa vyako. Wewe nenda, inshallah Allah kujalia ufike, utakuja kueleza umeona vituko kweli kweli. Kila mmoja atakuja kueleza yake, na yote haya hivi visa vyote vitokamana nini? Na ujinga. وتلزمه الموالاة بين الأشواط في الطواف إلا لعذر. ni wajib kufuatanisha baina hizi tawaf, hii mizunguko, isipokuwa kwa udhur. ويبني للعذر على ما سبق من حيث انقطع طوافه مع إعادة الشوط الذي خرج منه. kwa mfano kumekimiwa swala, ama imefika wakati wa swala, watu wamezuiliwa, hakuna tena watu kutufu, na wewe uko katika taufa ya ngapi? Ya 3, ya 4, ya 5, hujamaliza. Sasa hapa kuna udhuru ambao umekulazimisha wewe kusimama. Utasimama kisha utaendelea baada ya ule udhuru kuondoka. Cha kufanya baada ya kurudi si uangalie kuwa ile nyingine nilimalizia pale ruknul yamani pale, wacha nianze hapa. Utairejelea tena ile ambayo umeizunguka mwisho ukuimaliza. Bimaana ikiwa nimetufu mara 2, mara ya 3 nikafika ruknul yamani, swala ikakimiwa nikaswali, itahesabika imetufu ngapi? 2 peke yake. Kwa hivyo ile moja ya 3 ile ambayo ulikuwa umekwenda nusu utaanza tena mwanzo kabisa. Tumeelewana nafikiri? Na hili pia ni jambo muhimu sana lieleweke, kwa sababu jambo kama hili laweza kumpata mtu yoyote. Kwa usianze ukasema kuwa maadamu nilikuwa nishazunguka nimefika rukni ya Sham hapa, kwa hivyo mimi nikianza nitaanza pale rukni ya Sham. La, utaanza utairejelea ile ya mwisho tena, kisha ndio uendelee mbele.
kumalizia la yajuzu al-kalamu alladhi la yurdi Allah ta'ala athna at-tawaf alladhi yatadammanu idha'an li'ibadillah wa idhhaban lilkhushu'. haijuzu kuzungumza maneno yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa tawaf, maneno ambayo ndani yake kuna kuwaudhi waja wa Allah, kuondoa khushu', kama watu kuchekeshana au kuyatufu. Kuna baadhi ya watu na mambo ya ajabu, yatufu kwenye al-Kaaba amchekesha mwenzake, ama atufu kwenye maneno ambayo hayana faida yoyote yazungumza katika ile sehemu. La, haijuzu kuzungumza maneno yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ingawa wayajuzu lahu al-kalam fi al-umuri al-wajiba wal-mustahabba wal-mubaha min ghairi tawassu'in. yajuzu kuzungumza maneno ambayo ni wajib, kama kwa mfano kumkumbusha mtu tuko mzunguko wa ngapi sasa, amekuuliza tumefikia ngapi, hapa ni wajib kumbainishia, maana ni ibada. Ama kumkumbusha kuangalia umefika nguzo hii sasa, tusema rabbana atina fid dunya hasanatan, hapa umkumbusha, umemwona labda ameghafilika, ni jambo mustahab kumkumbusha hii sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Au jambo mubaha kwa kumbuka kitu kamwambia, lakini min ghairi tawassu', bila ya kupita mipaka. Mtu akawa sasa ni mazungumzo mwanzo mpaka mwisho, ikawa ni story, wewe hakuna ibada, mtu yazunguka tu, haisi hata kama afanye ibada, hii itakuwa ni makosa. walishtighalu bidhikrillah wa qira'ati alqur'ani aula wa aslam, na mtu kujishughulisha na kumtaja Allah na kusoma Qur'ani aula zaidi na ni salama zaidi. Usiwe pale watufu kisha kama cheki yule jamaa, watu nchi gani hao, watu wanawe, angalia yule anatokea wapi, mijito mikubwa hii. Sasa faida yake nini maneno hayo? Ama kuna watu nchi nyingine za ajabu, angalia vile kijidogo kile kijito kifupi kweli kweli. Maneno hayana faida yote kusengenya. Na wako watu katika tawafu, wako watu kweli wajabu ajabu kule. Wewe wajiona mfupi, kuna watu wafupi kuliko wewe. Wewe wajiona mrefu, kuna watu warefu kuliko wewe. Wewe wajiona mpana, kuna watu wapana kuliko wewe. Sasa usiende pale ukaanza kushangaa ndio ikawa visa vyako. Uangalia huku kiangalia huku, uangalia huku kiangalia huku. Haya makosa ambayo baadhi ya watu wayafanya, ni makosa ambayo baadhi ya watu wayafanya. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت مثل الصلاة. Mtume صلى الله عليه وسلم kutufu katika al-Kaaba ni kama mfano wa swala. Illa annakum tatakallamun, isipokuwa hapa mmepewa ruhusa mzungumza, si kama swala haijuzu kuzungumza. Faman takallama fala yatakallam illa bikhair, anayezungumza asizungumze isipokuwa maneno ya khairi. Wa fi riwayatin faaqillu fihi alkalam, punguzeni kuzungumza katika tawaf, punguzeni kuzungumza katika tawaf. Haya ni baadhi ya makosa ambayo nimekusudia kuyataja leo.